Ni sehemu ya 6 msikilizaji. I'm so happy kuweza kukutana katika sehemu hii, na kama wote tupo wazima wa afya, naomba nione like yako, sawa eh? Yes, kama uko mzima wa afya, bonyeza tu pale like. Mimi niko sijambo, siumu chochote, jambo zuri. Tupoishia sehemu ya 5, hii ni sehemu ya 6 eh? Tupoishia sehemu ya 5 ni baada ya kupokea ugeni. Dennis anatuambia alipokea ugeni ambao hakutarajia katika maisha yake yote, na hata kama hakuwaza hata kama hilo jambo lingeweza kutokea. Sasa ni ugeni gani? Asilimia kama 72 ya watu wengi mlio comment imesema ni familia ya Emil. Nani amwambia ni familia ya Emil? Lakini pia niliwaacha na swali, je, unahisi mkataba aliosign, document alizosign Dennis bila kusoma? Kuna mpuzi mmoja alisaini document ya talaka akijua ni talaka kumbe ni document ya nyumba, sijui ya kiwanja. Anyway, so lakini haja kukuta. Akikukuta ipo siku utajikuta unasafiri wakati hauna ticket. Kwa hiyo ni kawaida sana mtu kuwa kwenye situation ambayo hafikirii kabla ya kufanya jambo fulani. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi nzuri kabisa Emil, si mwingine ni dada yetu Chuchu. Basi Dennis anasema ya kwamba nilienda sebeni baada ya mama Agnes kuniita kuwa kuna wageni, kwamba wageni wamekuja kuona watoto. Kitu ambacho sikutegemea ni kuiona familia ya Emil. Sina hakika kuwa ni wao, lakini baada ya kumuona Mary na pembeni yake walikuwa ni wazazi wawili wa makamo tu, na ule baba amefanana sana na mke wangu, hapo ndo nilijua nimeingia cha kike. Na mimi sikutaka kuonana na wako zangu kwa namna hii, sio kwa kushtukuzwa hivi jamani. Lakini katika yote bado mimi ni mtu mzima, tena ni mwanaume, hivyo nilijikaza kwenda moja kwa moja kuwasalimia. Nilimsalimia babake Emil huku nikisema kwamba baba shikamoo. Nilimsalimia hivyo huku sasa nikimpatia mkono. Aliupokea mkono wangu na kunitazama kwa dakika kadhaa, kisha akaitikia salamu yangu, akasema marahaba, ujambo? Nikasema sijambo baba, karibu sana. Nilijitahidi kuongea kwa bashasha, japo moyo wangu ulikuwa unataka kutoka. Nilimgeukia mama na kumsalimia kwa uchangamfu ule, na kwa bahati nzuri mama alinichangamkia na kunitikia kwa furaha kubwa tu. Na mwisho kabisa nikaona ngoja nimsalimie na Mary. Jamani, karibuni sana. Naomba mnisamehe kwamba tunaonana hivi kwa mara ya kwanza, lakini nitarekebisha hili. Niliwaambia. Yule mama akasema kwamba hakuna shida baba. Amola alitikia. Wakati huo sasa mume wake akiniponda. Yule baba alisema kwa hasira kidogo ya kwamba tafadhali usianze mada ambazo hauwezi kuzimaliza. Nijikuta nikibaki kimya na kupata kigumizi. Mzee yule kwa hasira kidogo akasema kwamba sisi tumekuja kuwaona wajukuu. Hayo mambo yako uje mwenyewe nyumbani kuyaongea, sio kujiongelesha baada ya sisi kufika hapa. Nikasema samahani sana baba. Nilisema kwa upole huku nikiishia kuwa na kigumizi. Nikasema kwamba basi ngoja nikamuite mzazi. Nilipata kigumizi baada ya kutaka kusema mke wangu. Lakini niliogopa hilo litapelekea mada mpya. Kwamba mke mmeoana lini? Kwa hiyo nikasema ngoja nikamuite mzazi. Maana hata kusema mzazi mwenzangu napo niliona kama ile mwenzangu ingeharibu. So nilisema ngoja nikamuite mzazi. Nilienda chumbani haraka na kumwambia mke wangu habari za ugeni. Hata mwenyewe alibaki mdomo wazi, kitu kilichonipatia faraja kidogo. Yali mbeba dice na mimi niliwabeba vidume wawili. Tulipofika sebleni, kila mtu alikabidhiwa mtoto wa kumshika. Hiyo ndio raha ya kuwa na mapacha. Hakuna mtu anayeacha kutabasamu akiwa ameshika mtoto. Na hao matabasamu ndio waliojaa usoni kwa familia ya Emil. Baada ya kuhakikisha wako vizuri, nilienda kujifungia chumbani. Kwa sababu mimi nilijua wanahitaji kuongea na binti yao, alafu pili bado wananiona kama mtuhumiwa. Kwa hiyo mimi bado sina haki ya kusikiliza maongezi yao. Nilikaa chumbani muda kidogo, huku sasa akili yangu ikianza kuwaza kuhusu kumuoa Emily rasmi sasa, ili tuweze kuwa na uhuru. Nikiwa katika mawazo yangu, mke wangu alirudi chumbani
Nilimwambia kwamba umemaliza, basi ngoja nikawaage wageni. Nilimwambia hivyo sasa nikiinuka, lakini maneno yake alinikatisha kabisa. Emil alisema ya kwamba wageni wameshaondoka. Walitaka kukuaga lakini baba amekataa. Amesema atakuelewa zaidi ukifika nyumbani na kujitambulisha. Emil aliniambia hivyo na namshukuru Mungu aliyenipa uwezo wa kujizuia kuongea ujinga ambao nilitaka kuongea. Sasa nikamuuliza mke wangu kwamba vipi na watoto? Emil akasema kwamba watoto wamelala pale sebuleni. Nikasema okay, angalau basi na sisi tupumzike. Njoo basi nikumbatia mke wangu. Nilisema sasa nikipanda kitandani haraka, kitu kilichomfanya Emil acheke. Emil akasema kwamba Dennis, unajua hatuwezi kufanya chochote muda huu. Nikasema kwamba mimi ninachotaka ni kukumbatia tu, hayo mengine mwaza wewe. Nilimwambia sasa nikifungua mikono yangu tayari kwa kumkumbatia. Emil alipanda kitandani na kuniegemea kifuani huku akishusha pumzi. Nilimwambia kwamba nakupenda sana Emil. Sidhani hata kama unaelewa namna gani nakupenda. Nilimwambia sasa moyo wangu ukiwa na furaha kubwa isiyoelezeka. Emil akanijibu ya kwamba nakupenda zaidi mume wangu. Alinijibu hivyo na kufanya sasa moyo wangu ni kama usimame hivi. Basi tulikutanisha pale midomo yetu, kitu kilichofanya mwili wangu uchangamke, lakini kwa bahati nzuri Emil alinikatisha mapema. Sijui ni wakati gani usingizi ulituchukua, japo tuna haki hiyo, hatujapata nafasi ya kupumzika. Yaani kile kitu wanachosema kuhusu mapacha ni kweli kabisa. Mmoja akiamka ni wote. Mmoja akilia na wenzake wanafuata. Yaani iko kama vile tumeanzisha daycare. Nilishtuka usingizini baada ya kusikia mlango ukigonga taratibu. Emil aliyekuwa ameniegemea aligeuka tu vizuri na kuendelea kulala. Nilishuka kitandani huku sasa nikinyata sababu mimi sikutaka kumwamsha. Nilifungua mlango na kutoka taratibu. Nilimkuta mama Agnes amesimama mlangoni, akaniambia kwamba samahani, nimekuamsha bosi, naomba unisamehe lakini muda wangu wa kuondoka umefika. Kaambia kwamba sawa, shakuwa jioni, watoto hawajasumbua? Agnes akasema sio sana, waliamka tu nikapa maziwa akarudi kulala. Aliniambia huku sasa akinifuata kwa nyuma. Nikamwambia kwamba leo tena nikitoboa hadi pakuche du. Nilijiambia huku sasa nikisogea kwenye vitanda vyao tulivyoweka pale sebuleni. Wote walikuwa wamelala kama malaika vile, lakini ukifika muda wetu wa kulala wao ndo wanaamua kuingia shift ya usiku. So nilimwambia kwamba sawa, wewe nenda tu, mimi nitapambana nao. Nilimwambia hivyo kisha tukaagana akatoka. Niliamua nijiegeshe pale sebuleni sababu nilijua wataamka tu. Yaani wataamka tu muda wote. Na hata kabla sijafunga macho nilianza kuwasikia wakilalamika. Niliamka haraka na kwenda kuandaa chupa zao za maziwa. Sikutaka kabisa Emil amke kwa sababu hii. Sikutaka kabisa. Nilimchukua Daisy ambaye ndo nilimuona anahangaika kuliko wenzake na kuanza kumpa maziwa hata kabla hajafungua macho. Sasa mpaka anashiba ndipo kaka zake walipoamka na kuanza kulia. Nilimshusha Daisy na kumchukua Daniel na kuanza kumpa maziwa huku sasa Dalan mwenyewe akilia kwa sauti kuu. Nilihisi kama vile ninaanza kuchanganyikiwa. Sauti ya Emil ilinishtua sana ikisema kwamba kwa nini hujaniamsha? Nikamwambia kwamba baby, sijataka kusumbua mpenzi wangu, nimetamani tu upumzike. Nilimweleza. Emil sasa alinitazama kwa tabasamu tu na kumchukua Dalan ambaye alikuwa anapiga kelele na kuanza kumnyonyesha. Emil aliniambia kwa tabasamu ya kwamba asante kwa kunisaidia. Nikasema kwamba unaongea nini bwana? Hao ni watoto wetu wote, hivyo huu ni wajibu wetu sote. Nilimweleza. Alinitazama tu na kucheka. Emil akasema nakupenda sana Dennis. Unajua kuzifanya nyakati ngumu sana kuwa nyepesi sana. Aliniambia na kuinama akaibusu pua yangu. Niliacha tabasamu kubwa. Nilijihisi kama mtoto anayependwa na mama yake. Msikilizaji, tumtazame Emiliana. Emiliana anatuambia kwamba siku zinakimbia sana. Bado naona ni kama jana tu. Nilikuwa nimejaa kama puto, lakini leo mimi ni mama wa watoto 3 ambao mpaka sasa wameanza kukaa. Fujo zimeshakuwa nyingi hadi natamani kila kitu kingekuwa kinaelea angani. Lakini hayo yote tukiweka pembeni, hatimaye kesho nitakuwa mke halali wa Mr. Dennis Mluga. Ndio, ninamaanisha kesho tunafunga ndoa ya kanisani.
Sasa sijui ni kufunga au kubariki, lakini cha msingi ni kuwa kesho tutalifanya hilo mbele ya umati wa watu na itakuwa ni sherehe kubwa sana. Haijawa rahisi kwa familia zote mbili kuridhia hili. Kwanza kuna familia yangu ambayo haikuona shida kabisa kupokea mahari sababu hakuna wanachotamani zaidi ya pesa. Lakini familia ya Dennis ilikataa kabisa mimi kuolewa hapa. Wamesema maneno mengi. Hata Dennis kuja nyumbani kutoa mahari imembidi alipe watu wa kumsindikiza sababu ndugu zake walikataa kabisa kumsindikiza. Lakini Dennis anajua anachokitaka na hajaruhusu kabisa ndugu zake kumwamlia maisha. Na hiyo ndio sababu kesho tunafunga ndoa. Haijalishi kama ndugu zake watafika au hawatafika. Lakini yote hiyo haina shida kwangu. Cha msingi ni mimi kumpata mume wangu na zaidi ya vyote ninasubiri kwa hamu kipindi cha fungate. Ni takriban mwaka sasa sijakutana kimwili na Dennis. Nilipoachana na Timo nilikuwa nina tumbo kubwa sana na hicho hakikuwa kitu nilichotaka hata kusikia. Sasa baada ya kujifungua kulikuwa na ule wakati wa kusubiri. Yaani zile wiki zilipoisha Dennis alikuwa akinichokoza kila wakati, lakini nimekuwa na wasiwasi mkubwa. Upasuaji niliofanyiwa ni mkubwa na umeniachia alama ambayo haivutii kabisa. Na bado mwili wangu wa sasa sio kama ule wa mwanzo. Nina makovu, michirizi kila mahali na bado tumbo langu halijarudi kama mwanzo. Kila wakati Dennis alipojaribu kunichokoza nilihakikisha kumzuia sababu sikuwa tayari, yani nimekuwa nikiogopa kuwa labda ataona kuwa sivutii na kuamua kwenda kwa mwanamke mwingine. Au kama sio hivyo basi tu akapoteza hiyo hamu ya kuwa na mimi. Japokuwa Dennis alijitahidi kunitia moyo na kuhakikisha kuwa sikati tamaa. Mara kadhaa alijitahidi kunihakikishia kuwa mimi ni mke wake na upendo wake haujali muonekano wangu. Na kuwa machoni mwake mimi bado ni mrembo. Alijitahidi sana lakini naona tu mimi sikuwa tayari. Lakini kwa siku ya leo nipo tayari kabisa. Nilipata nafasi ya kuonana na daktari aliyenishauri na mpaka sasa najiona niko tayari kabisa kukutana na mume wangu. Kulipokucha watu wa mapambo na nguo walikuja mapema sana. Chumba changu cha hoteli kilijaa watu ese. Mama yangu, dada yangu na rafiki yangu Faith wote walikuja kwa wakati wao. Faith ndo alitangulia lakini mama na Mary walikuja wakati nimeshamaliza kuandaliwa. Nakumbuka jinsi mama yangu alivyokuja na tabasamu na kunikumbatia. Mama alisema kwa furaha kwamba mwanangu mpenzi umejua kunifuta aibu. Mama alisema hivyo kwa furaha na tabasamu kubwa huku Mary akiwa amevuta mdomo pembeni yake tu. Nilimwambia mama ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa yote mama. Nilimwambia hivyo kwa tabasamu. Mama alimgeukia dada yangu na kumkata jicho. Sasa mama akasema kwamba unamwona mwenzako? Ni mke wa bilionea. Lakini hana majivuno kama wewe. Wewe kupata tu mtoto unashindwa. Mama alivyosema hivyo nilimwambia jamani mama. Nilisema kwa sasa nikimtazama mama yangu. Mama akasema kwamba nini? Si ni ukweli? Wewe ni mdogo kwake, lakini una pesa kuliko yeye. Na hata watoto unao wengi kuliko yeye. Mama aliniambia hivyo. Nilimtazama Mary ambaye macho yake yalikuwa yanajaa machozi. Of course sio maneno mazuri. Nisogea na kumgusa nikasema kwamba achana na mama hata usimsikilize. Mama akasema sinisikilize nini? Kwani mimi ndo nilimtuma kuolewa na kijana mdogo kuliko yeye? Tena mtu hajitambui kabisa na bado mtu alikuwa na mdogo wako. Hivi Mary hizo ni akili zako kweli wewe? Mama alivyosema hivyo nikasema asa mama acha basi. Mama sio muda bana kuweka mambo yetu yote hadharani mama. Hata hivyo nyinyi ndio mlipokea mahari. Nimuuliza kwa sira kidogo. Mama akasema kwamba alafu na wewe usinianze sasa. Usione na kutetea hapo kadhani ya kwako nimeyasahau. Na kustahi tu. Chinga wewe. Mama aliniambia kwa ukali. Nilifunga mdomo wangu na kukaa kimya. Sababu mimi sikutaka kabisa kuanza kugombana naye. Kwa bahati nzuri mpiga picha aliingia wakati huo na si mwingine zaidi ya Timothy. Aliponiona alitoa macho kidogo na kuachia tabasamu. Niliwaambia kwamba haya upiga picha wamefika mtulie sasa. Niliwaambia hivyo na nikisogea kidogo na kumruhusu aliyekuwa ananipamba amalizie kazi yake. Mary yeye alitoka na mama akamfuata huko. Bila shaka ameenda kuendelea kumpa vipande vyake. Asa Timo alisema kwamba Emil, sikuwahi kudhani kama ningebahatika kuiona hii siku. Umependeza sana, yani sana. Hadi nimejikuta sijui la kuongea. Timo alisema huku akiendelea kunishangaa. Wenzake walikuwa busy wakiseti mitambo yao. Mimi nilibaki nikitabasamu tu huku nikiona aibu. Nikasema asante Timo. Nilimwambia Timo kwa namna hiyo na yeye alibaki kimya kidogo akinitazama tu.
Alisogea na kunigusa shavu langu huku sasa akiniangalia kwa huzuni. Nilitulia kidogo, lakini niligeuza kichwa na kurudi nyuma sababu niliona tukikaa hivyo yanaweza akatokea mambo ambayo sio. Timu alikohoa kidogo na kurudi nyuma. Timu akaniambia kwamba nilitaka tu kukupatia hongera. Aliniambia sasa akirudi nyuma. Nilipogeuka niliona watu wote wakitushangaa. Nilikuepesha macho yangu kwa kujifanya nikitengeneza vizuri gauni langu ambalo lilikuwa linanichora vizuri mwilini mwangu. Kwa mbali niliwaona wapiga picha wakianza kazi yao ya kurekodi na kupiga picha. Baada ya dakika kadhaa kila kitu kilikuwa tayari na nikaja kutaarifiwa kuwa gari la kunipeleka kanisani limeshafika. Lisali moja baadaye nilikuwa nikiingia kanisani huku nikisubiriwa na mume wangu mtarajiwa. Mpaka nafika pale madhabahuni, Dennis alikuwa akinitazama kwa tabasamu la pekee sana. Ni furaha ambayo mimi sijawahi kuiona usoni mwake. Kwa bahati nzuri padri hakuwa na mengi ya kusema. Tulifungishwa ndoa haraka na kutoka kuelekea sehemu ya kupiga picha. Muda ulikwenda haraka kuliko nilivyotegemea. Nadhani ni ule uoga tu ambao naona kama ulichangia, kwa sababu hadi wakati sherehe inaisha nilikuwa ni kama sielewi hivi, lakini ndio hivyo. Nimeshakuwa mke rasmi na halali wa Dennis Mloga. Basi Dennis huku akinikonyeza aliniambia kwamba ni kweli mke wangu umependeza sana, lakini natamani nikuone ndani ya kitu tofauti na hilo gauni. Unaonaje tukitoka na kuachia sherehe yao? Alisema hivyo Dennis. Nilibaki nikicheka tu na kumwambia afanye haraka kabla sijabadili mawazo. Dennis alimuita mtu wa karibu chap chap na kumwambia tunataka kuondoka. Haikupita muda MC alituruhusu kuondoka. Tukawa tunapita ukumbini kusasa tukiwapungia mikono. Tulipofanikiwa kutoka nje ya ukumbi, Dennis alinishika kiuno tukielekea kwenye gari, ambapo baada ya kuingia tu aliuvamia mdomo wangu huku mikono yake kitalii mwilini mwangu. Sasa nilimnongoneza nikamwambia kwamba Dennis, kuna dereva. Nilimnongoneza hivyo. Aliponiachili sasa tupumue, Dennis akasema kwamba bwana atajua mwenyewe, kama hana mke atajiju. Dennis alisema na kurudi kunibusu. Awamu hii alianza kuibusu shingo yangu. Sasa Dennis alilalamika akisema kwamba usije ukaniambia kwamba ni mvumilivu tena. Nimeshakuvumilia sana mke wangu. Dennis alilalamika kwa namna hiyo huku akinibusu shingo na kuanza kunifanya nichanganyikiwe. Nikamwambia Dennis kwamba siwezi kukuzuia wakati wewe ndio mwenye mali. Nilisema hivyo. Ni kama vile maneno yangu yalimchanganya, kwa sababu nilianza kumuona akivua koti na kufungua vifungo vya shati lake. Dennis akasema kwamba kama wewe ni mali yangu, basi acha nijisevie. Dennis alisema hivyo alipomaliza kufungua vifungo vya shati lake na kuliacha wazi. Kisha akanivuta na kuanza kunibusu upya na kunichanganya zaidi. Haikupita muda tulifika hotelini na kushuka. Dennis alinishika mkono na kuniharakisha hadi kwenye lifti ambayo ilitupeleka ghorofa ya juu kabisa, ambapo ghorofa nzima ilikuwa ni yetu. Hiyo ghorofa bwana ilikuwa na chumba kikubwa sana cha kisasa chenye choo na bafu la kisasa. Yaani vitu ambavyo mimi sijawahi kuviona. Kulikuwa na sebule kubwa ya kisasa, lakini kwenye hiyo ghorofa kulikuwa na sehemu ya kuogelea, sehemu ya jiko. Yaani ukiamua unaweza tu kujipikia mwenyewe. Sasa nimuuliza Dennis ya kwamba my love, yote hivi ni kwa ajili yetu. Akaniambia kwamba hivi kumbe haujui nina mpango gani kwa ajili ya hii fungate? Unajua tunapoenda? Kwani hapa bado tujafika? Mbona hapa ni pazuri tu? Huu ni mwanzo tu mpenzi wangu, kesho ndio utajua tunapoelekea. Dennis aliniambia hivyo huku sasa akinisogelea na kisha akasema, lakini kwa wakati huu kuna kazi moja tu ambayo unatakiwa nifanye. Alisema kwa tabasamu huku akisogea na kuanza kuangaika kunivua nguo. Hizi kamba nyingi sana tuzikate na mkasi, Dennis alisema baada ya uvumilivu kumshinda. Alikuwa akihangaika na hizo kamba kwa takriban dakika 10. Nilimwambia kwamba Dennis, nguo yangu ni ghali sana jamani. Kwani shida nini? Mimi ndo nimelipia. Ngoja niagize mkasi, alisema sasa akielekea kwenye simu ya mezani. Mimi nilibaki nikicheka tu. Kweli dakika chache tu alienda kufungua mlango na kurudi na mkasi. Akaniambia hayakaa vizuri, alisema sasa akianza kukata zile kamba. Haikupita muda gauni langu lilianguka miguuni kwangu. Nikabaki na nguo za ndani tu. Moyo wangu ulianza kwenda mbio na wasiwasi ulianza kunijaa upya, lakini Dennis alipokuja mbele yangu na kuanza kunitazama nilijikuta nikipata nguvu ya tofauti. Hivi unajua haukuwa hivi kipindi tunakutana? Ulikuwa mwembamba sana, lakini sasa hivi una hips zinazonichanganya zaidi. Yaani
Sitaki hapa nione mwanaume akikutazama. Alisema sasa akinisogelea. Maneno yake alinipa nguvu sana hadi na mimi nikaweza kuongea nikasemete. Nilisema sasa nikianza kumvua shati. Dennis alianza kutabasamu. Akasema kwamba ndio, yani kila siku nazidi kunivutia zaidi mke wangu. Na hili kovu linanifanya nikuheshimu zaidi. Linanikumbusha jinsi gani ulivyojitoa kwa ajili ya familia yetu. Alisema huko sasa akinishika tumbo na kupitisha kidole pale kwenye kovu. Nibaki nikitabasamu tu. Nilimwambia Dennis ya kwamba nakupenda sana Dennis. Nakupenda zaidi mke wangu. Yani sana tu. Imekuwa safari ndefu sana kufika hapa, lakini hatimaye tumefika. Dunia nzima inajua kuwa wewe ni wangu peke yangu. Aliniambia hivyo na akaninyanyua kisha akanirusha kitandani. Mwili wangu wote ulikuwa umeshachangamka. Hata na Dennis naye alikuwa amechangamka sana. Alimalizia kutoa nguo zangu zote kisha akapanda kitandani na kuanza kunibusu. Nilikuwa nikiogelea katika bahari ya raha, hivyo sikutegemea kabisa yeye kunitelekeza katikati ya safari. Nilifungua macho yangu na kumtazama Dennis ambaye aliacha kunibusu ghafla tu na kujilaza pembeni. Mwili wake umeshapoa kabisa. Nini shida? Hamna, naona nimechoka tu. Nilisogea na kuanza kumbusu shingo, huku sasa nikipitisha mkono wangu kila mahali. Kwa hiyo unataka nikuchangamshe? Nilimuuliza, lakini badala ya kunijibu, alinishika mikono yangu ili kunizuia kuendelea kumgusa tu. Naomba tupumzike. Kesho tuna safari ndefu, hili jambo tutamalizia huko safarini. Aliniambia kwa msisitizo kidogo kuonesha kuwa hakuna nafasi ya mabishano. Nilimwachia na kuelekea bafuni kupiga mswaki na kuoga, kwa sababu chochote tulichotaka kufanya hakitafanikiwa tena. Baada ya kumaliza kujiweka vizuri, nirudi na kujitupa kitandani. Dennis alikuwa ameshajinyoosha vizuri na kupotelea usingizini, lakini mimi nilijaa hasira sana. Kama na tatizo kwa nini asiniambie? Mimi nimemvumilia kwa mangapi hadi kufikia hapa? Yaani kweli anashindwa kuniambia mimi mke wake kweli? Nilibaki nikilalamika pale, lakini hatimaye nilipotelea usingizini. Kulipokucha nilijigeuza nikikusudia kumfikia Dennis, lakini kitanda kilikuwa kitupu. Nilifungua macho na kuona kitu ambacho nilishahisi. Nilikuwa mwenyewe chumbani. Nilikaa na kuanza kupikicha macho yangu. Mlango ulifunguliwa na Dennis akaingia akiburuza meza yenye matairi ambapo juu kulikuwa na tray lenye vyakula. Alipofika alinirushia simu ambayo nilidaka na kujikuta nikitabasamu nilipoona wanangu wamekaa wakila matunda. Uso wangu ulijaa tabasamu kubwa. Nilianza kuzungumza na dada pamoja na mama Agnes ambao ndo tumewaacha na watoto kwa hizi siku chache. Huku upande wa pili Dennis aliniwekea kifungua kinywa kwenye sahani na kukipanga kwenye meza ya kulia chakula iliyoko sebuleni. Sasa baada ya kumaliza kuongea, Dennis alikuja chumbani akasema kwamba breakfast is ready my queen. Alisema huku sasa akiinama kidogo, kitu kilichonifanya nicheke. Nijikuta nimesahau hasira zangu za jana. Hasira za jana ni pamoja na kutokufikishwa kunako. Yaani mimi ndo kwanza nataka niende ndo kwanza namaliza. Pamoja na kucheka kwangu yeye hakujali. Alikuja na kunipa mkono akanisaidia kushuka kitandani kisha tukaelekea sebuleni kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Dennis tulipokaa mezani aliniuliza kwamba vipi umeona wanao? Nikasema ndio. Afu nimwamisi sana. Unaonaje tukienda kuwasalimia? Nilimuuliza. Dennis alicheka tu. Unajua kuna ndege inatusubiri sisi, ndio maana nikawapigia video call tuwaone kwa sababu tutakuwa angani kwa masaa kadhaa. Kwa hiyo sitaweza kuona watoto? Jamani, tumeshawaona. Lakini sijakumbatia, sijabusu, sijaongea nao, sijabeba mkononi eti. Okay, tufanye hivi. Kama ukiweza kula na kuoga na kuvaa na kuweka kila kitu chako vizuri ndani ya dakika 45, tutapita kuwasalimia watoto. Aliniambia hivyo. Mimi sikuhitaji aseme kitu chochote cha ziada. Nilianza kula kama mtu anakimbizwa. Dennis alibaki na kazi ya kuniambia nile taratibu tu, lakini sikumsikiliza. Bidii yangu ilizaa matunda sababu dakika 45 baadaye nilikuwa niko tayari kuondoka. Dennis alinitazama kidogo na kunibusu paji la uso na kuniambia kwamba wewe ni mama bora sana, tena mama wa pekee, nakupenda. Aliniambia hivyo Dennis. Nilibaki nikimtazama tu kwa tabasamu tu. Kisha tukatoka na kuelekea kwenye gari na safari ya kwenda kuona watoto wangu ikaanza. Tulipo paki nyumbani nilitoka haraka sana na kuelekea ndani ambapo niliwakuta wanangu
wakibembelezwa kulala. Mimi sikujali hilo. Nilikimbia na kwenda kumnyakua mmoja ambaye aliacha tabasamu kubwa aliponiona. Nilimbusu sasa nikimwongelesha. Dennis naye alienda kumchukua binti yake na kuanza kumzungusha. Daisy alikuwa akicheka sana. Nilimrudisha Darlan na kumchukua Daniel ambaye alifurahi sana kuniona. Yaani haya matabasamu ndo yanayonipa nguvu ya kusogea siku baada ya siku. Mpaka wakati tunaondoka nyumbani nilikuwa na furaha ambayo haielezeki, na picha ambazo Dennis alinipiga na watoto ni za kutosha kabisa. Tulitoka nyumbani na kuelekea kwenye uwanja mdogo wa ndege ambapo ndege ya Dennis ilikuwa ikitusubiri. Mabegi yetu yalikuwa yamebebwa na mlinzi ambaye alienda kuyapakia. Tulipoingia kwenye ndege tulipokelewa na wahudumu wawili warembo sana pamoja na rubani ambaye alitusalimia na kujitambulisha pamoja na hongera nyingi. Basi nilimwambia ya kwamba baby, hujaniambia tunapoenda eti. Nilimwambia tulipokaa kwenye viti ambavyo viko kama sofa. Dennis alinitazama kutabasamu akasema kwamba tunaenda sehemu nyingi sana, lakini hapa tunapoenda sasa hivi ni surprise. Wewe kaa vizuri tu upumzike mke wangu, kwa sababu ni safari ya masaa 5 angani. Ni wakati wa wewe kufaidi kila kitu nilicho nacho. Dennis aliniambia hivyo huku sasa akishika paja langu. Sasa maneno ya rubani yalisikika akisema kwamba safari yetu ya kuelekea Umoja wa Mataifa ya Kiarabu inaanza saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Tunategemea iwe safari ya masaa 5 na dakika 20. Maneno mengine ya rubani hata sikuyasikia kabisa. Nilishia kumrukia Dennis nikasema baby, tunaenda Dubai. Nilimuuliza kusasa nikimkumbatia, kitu kilichomfanya acheke sana. Akaniambia kwamba ndio nakupeleka Dubai mke wangu. Acha tukapumzika kidogo kabla tujarudi kulea familia yetu. Basi aliniambia hivyo sasa akinikumbatia. Basi mhudumu mmoja alikuja akaniambia kwamba Mrs. Mduga, tunaomba funge mkanda, tunategemea kuanza kuondoka sasa hivi. Mhudumu mmoja aliniambia hivyo. Nilimwachia Dennis na kurudi kwenye kiti changu na kufunga mkanda tayari kwa kuondoka. Sasa tulipofika angani na kutulia, mhudumu alituambia kuwa tuko huru kuzunguka kwenye ndege. Basi niliinuka haraka na kwenda kumrukia mume wangu. Bado sikumaliza kumshukuru kwa hili alilofanya. Labda kwake linaweza likawa ni jambo dogo sana, lakini kwangu hiki sio kitu kidogo. Nilianza kumbusu kila sehemu ya uso wake, kitu kilichomfanya achie kicheko kikubwa huku akinikumbatia. Dennis aliniambia kwamba anakupenda sana mke wangu. Kuna muda naona hata hili neno lenyewe halitoshi kuelezea vile ninavyojisikia, lakini tambua tu kuwa nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako na watoto wetu. Dennis aliniambia hivyo huku akikutanisha midomo yetu. Nijikuta nikitoa machozi ya furaha. Sijawahi kupendwa hivi. Nimekutana na watu wengi na nimepitia vitu vingi kwenye maisha yangu, lakini sijawahi kupata mtu wa kunipenda hivi. Nilimwambia kwa furaha kwamba nakupenda zaidi Dennis kuliko unavyoweza kusema. Wewe ndio mwanaume pekee unayeweza kunifanya nijisikie hivi. Nilimwambia kwa furaha. Dennis alinitazama kwa muda kidogo kisha akaniachia na kukaa vizuri. Ni kama vile nimemkera. Nilimuuliza kwamba Dennis, kuna kitu chochote kibaya nilichosema? Alitulia kidogo. Ni kama vile furaha, yani ni kama vile ile furaha ya sekunde chache zilizopita imetoweka ghafla. Dennis akanambia mna shida yote. Ni kwamba nimechoka tu. Kwa nini tusilale? Masaa 5 ni mengi sana. Nilicheka nikasema kwamba Dennis, yani utafananisha hayo masaa 5 na yale masaa 10 ya kutoka Dadi Arusha kwa basi? Nilimuuliza kwa utani, lakini yeye hakuonekana kufurahi kabisa. Badala yake aliinuka na kwenda kwenye chumba kwa ajili ya kulala na kuniacha mwenyewe. Ndio, ndege hii ya kifahari ya Dennis ina kila kitu unachoweza kufikiria. Ina chumba, sehemu ndogo kama baa unapoweza kupata vinywaji, sehemu ya kulia chakula, sehemu ya kukaa, bafu zuri la kisasa pamoja na choo. Yaani ni ndege ambayo imejikamilisha. Sasa nilipobaki mwenyewe, nilijifunga mkanda wangu vizuri na kuamua kutulia kuangalia movie ambayo nilichagua. Sijui hata ni wakati gani nilisinzia, lakini nilikuja kuamshwa na Dennis akiniambia twende tukalale chumbani. Nimuuliza kwa siri kwamba sitaki, usinishike. Wewe uliniacha hapa mwenyewe. Basi kwa upole akaniambia kwamba Emily, usifanye hivyo sawa? Twende, kuna sehemu nzuri ya kulala hapa, utaumia shingo tu. Basi nilifungua mdomo wangu na kumbishia kwa hasira, lakini alinikata jicho hadi nikafunga mdomo wangu na kukubali kufuatana naye hadi chumbani. Tulipoingia chumbani na kufunga mlango, nilikaa kitandani kwa hasira.
Dennis alisogea na ukaa pembeni yangu. Akaniambia, mke wangu, naomba unisamehe. Sijamaanisha kukosesha amani, lakini pia sipendi unaponibishia mbele ya watu wakati mimi ni mume wako. Nikasema kwamba kwa hiyo wewe huoni unavyonidhalilisha Dennis? Dakika moja unanichekea, dakika nyingine unaniacha mwenyewe. Nilisema kwa hasira. Dennis alivuta pumzi kidogo, akasema kwamba kuna vitu tu vya kikazi vimenivuruga kichwa changu, kwa naomba unisamehe mke wangu. Sasa na maana gani unapanga safari ya gharama kwa ajili yetu alafu unabaki ukiwaza kazi ulizoacha? Ndio maana naomba msamaha mke wangu, sitarudia tena. Kuanzia sasa mawazo yangu yote yatakuwa kwako. Unaniahidi? Ndio mke wangu. Alisema hivyo na kutanisha midomo yetu, huku sasa akinisukuma hadi nikalala kitandani. Alikuja na kuanza kunibusu hadi moyo wangu ukaanza kwenda mbio na mwili wangu wote ukawa ni wa moto sana. Nikamwambia nimekumisi mume wangu. Nilalamika huku sasa nikifungua vifungo vya shati lake. Nilipomtazama kiunoni alikuwa amevimba, kitu kilichonifanya niache tabasamu kubwa sana. Nikamwambia kwamba naona siko mwenyewe. Nilimwambia sasa nikijaribu kufungua suruali yake. Akasema kwamba hauko mwenyewe mke wangu. Alisema kwa furaha na kumalizia kutoa kila kitu kilichokuwa kipingamizi katika zoezi letu hili. Dennis alichukua muda wake mzuri kuniandaa vizuri. Alihakikisha nimefika kunako kabisa mara kadhaa kabla hajaamua kuingia Ikulu. Niliinuka na kumtazama Dennis ambaye alikuwa ametulia baada ya kuona hakuna chochote kinachoendelea, pamoja na mimi kumsubiri sana aweze kuingia Ikulu. Narudia tena. Dennis alichukua muda wake mzuri tu kuniandaa vizuri. Alihakikisha nimefika kileleni mara kadhaa kabla hajaamua kuingia Ikulu. Lakini alikuwa ametulia. Mimi nikijua kuna safari inaendelea, nikamuuliza nini shida? Nimuuliza huko moyoni nikiomba lisiwe tatizo ninaloliwaza akilini, sababu nahisi nitachanganyikiwa. Naona nahitaji kupumzika, alisema huku akijitupa pembeni yangu baada ya kuvaa box yake. Nilipitisha macho yangu kiunoni kwake na moyo wangu lizima baada ya kugundua ule uvimbe niliouona mwanzoni haupo. Unajua mimi sikuwahi kudhani kama kuna siku kama hii ingefika, lakini chozi la hasira lilinitoka. Na nikimtazama mwenzangu alikuwa amejinyosha na kupata usingizi mzuri kabisa. Nijifuta machozi na kuvaa nguo kwa hasira, kisha nikarudi kukaa tulipokuwa tumekaa mwanzo. Wahudumu waliniletea vinywaji na chakula, huku sasa wakimuuliza mume wangu, lakini niliwaambia kuwa anapumzika kwa sasa, kwa hiyo anaweza kupata vyote kama akiamka. Basi nijitahidi kutabasamu japo nilikuwa nimejaa hasira. Yaani unajua sikuweza hata kula kile chakula japo kilivutia sana. So mimi niliishia kunywa vinywaji tu, huku sasa nikiigiza kuangalia movie japo mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Sasa baada ya kama lisana nusu, Dennis alikuja na kukaa pembeni yangu. Nilijaa hasira sana hadi nitamani kulia, lakini nijitahidi na kumtazama huku nikitabasamu. Dennis aliniuliza kwamba sijajua hata umeamka saa ngapi, unaangalia movie gani? Aliniuliza huku akipokea kinywaji kutoka kwa mhudumu. Nilimwambia kwamba hata sijui, nimechagua tu. Nilimwambia bila kutoa macho yangu kwenye movie. Nadhani Dennis alielewa sababu hakuniuliza tena swali lolote. Kikawaida kama ningekuwa na furaha, sidhani kama ningemjibu kwamba hata sijui, nimechagua tu. Lazima ningejua movie gani ambayo naiangalia. Sorry, alimaliza kula, alichukua mkono wangu na kunitazama machoni. Nakupenda sana mke wangu, naomba uvumilie. Naomba nivumilie kama ulivyonivumilia mwanzo. Tutalivuka ili pamoja. Aliniambia hayo maneno yake alinifanya nijisikie vibaya. Nimekuwa mchoyo sana. Sijachukua muda kufikiria yeye anajisikiaje. Kitu pekee nilichowaza ni mimi tu. Nitakuvumilia hadi mwisho Dennis wangu, nilimwambia kwa sasa nikimtazama machoni pia. Maneno yangu yalimfanya achie tabasamu. Tulikaa vile tumeshikana mikono kwa muda kidogo hadi nilipoanza kusinzia tena, ambapo tulienda chumbani na awamu hii hatukuhangaika kufanya chochote. Mume wangu alinikumbatia na kuniruhusu nilale mikononi mwake. Nadhani tulilala muda mrefu sababu tulishtuka tukigongewa na mhudumu kuwa ni wakati wa sisi kufunga mkanda kwa sababu tunakaribia kutua. Kwa hayo masaa kadhaa nilisahau kabisa kwamba tulikuwa angani. Tulitoka haraka na kwenda kukaa na kujifunga mikanda. Tulitua kwenye kiwanja kidogo cha ndege, kinaonekana ni kiwanja cha kujitegemea, ambapo tulikuta gari moja la kifahari likitusubiri. Mimi nibaki mdomo wazi kutokana na utajiri mwingi
uliokuwa unaendelea pale Dubai. Ni kweli Dennis anaweza kuwa na mapungufu yake mengi, lakini anajitahidi kila siku kwa namna yote awezavyo kunionyesha namna gani anajipenda, na hilo linatosha kufanya moyo wangu umpende zaidi kila itwapo leo. Unajua leo ni siku nne tangu tuje Dubai, na kila siku usiku baada ya chakula na mizunguko nimekuwa nikimwahidi mke wangu usiku mrefu ambao hata jutia, lakini wakati ulipofika nilishindwa kutimiza ahadi yangu. Bwana mdogo unajua amekuwa akiniangusha sana, licha mimi kuona kuwa nimepona kabisa, hasa baada ya kuweza kuituliza sukari yangu kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikitazamia usiku ambayo mke wangu atakuwa tayari kunipatia kilicho changu, lakini mambo yamekuja kwenda ndivyo sivyo. Yaani kila usiku mke wangu amekuwa akienda kulala akiwa na hasira. Mpaka sasa sijafanikiwa kuelewa shida ni nini. Mbona machoni mwangu mke wangu anavutia kuliko mwanamke yote duniani? Na hakuna kitu mimi ninachokitamani na kukiwaza kama kujisevia, lakini wakati ukifika hakuna shughuli inayofanikiwa licha ya shauku yangu na njaa muda mrefu. Kwa nini nipo kitandani nikimsikiliza mke wangu akioga bafuni, wazo la kumuona lilimfanya bwana mdogo amke kwa haraka. Nilisikia mwili wangu ukichangamka kwa furaha, na baada ya sekunde chache nilimwona mke wangu akitoka bafuni akiwa amejifunga taulo tu. Afu kizingatia na namna alivyoongezeka sehemu zote za muhimu, nijikuta nikishindwa kujizuia na kumfuata pale alipokuwa amesimama akijifuta. Kuna wakati naona huwa ananifanyia makusudi tu, sababu hivi ni vitu anavyoweza kuvifanya akiwa bafuni. Akatoka akiwa ameshavaa nguo kwa ajili ya kulala, lakini kila siku anachagua kufanya hili mbele yangu. Nilisogea na kumvuta kabla hajapata nafasi ya kujifikiria. Nilikutanisha midomo yetu huku nikiguna, lakini mke wangu alijitoa na kunisukuma kidogo. Akaniambia kwamba tafadhali Dennis, usianzishe mambo ambayo utashindwa kuyamaliza. Nilimwambia hapana mke wangu, leo na uhakika kabisa utakuwa ni usiku wetu. Nilimwambia kwa sasa nikilivuta taulo lake na kuliachia lianguke. Una uhakika? Kabisa mke wangu, naomba nipatie nafasi nikushangaze. Niliongea kwa ujasiri sababu niliziamini dawa nilizokunywa kwa siri wakati mke wangu akiwa anaoga. Na mpaka sasa naona zinafanya kazi nzuri. Mke wangu ambaye alikuwa akisubiri hii siku kwa hamu, aliacha tabasamu kubwa na kuniruhusu kuendelea. Huyu mwanamke ananishangaza sana kwa jinsi ambavyo ananipa nafasi ya kuniamini kila siku, hata kama jana nimwangusha. Nijikuta nikitabasamu baada ya kuona namna gani alivyo tayari na akinisubiri kwa furaha. Nijiweka vizuri na kuingia Ikulu ambayo nimekuwa nikiwazia kwa zaidi ya mwaka sasa. Mke wangu alitoa macho kidogo, nadhani alijua na leo ni kama jana tu, lakini siku ya leo nilijitahidi kufanya kila niwezavyo ili niweze kumfanya afurahi, ili niweze kumpa safari ya ndoto zake. Kusema kweli usiku ule ulikuwa mrefu, sababu dawa niliyokunywa iliniwezesha kwenda mara 3 mfululizo, kitu kilichomfanya Emily abaki mdomo wazi kila wakati. Nilihakikisha hadi yeye mwenyewe aliposema ametosheka ndipo nilipoinuka na kwenda bafuni kwa ajili ya kuoga. Hasa nilipotoka bafuni nilimkuta mke wangu ameshapotelea usingizini. Nilitumia kitambaa kilaini nilichokuja nacho kumsafisha, kisha nikapanda kitandani na kumkumbatia mke wangu hadi nikapotelea usingizini huku nikiwa na tabasamu kubwa sana. Kulipokucha, mke wangu aliamka akiwa na furaha kubwa sana ambayo haielezeki. Alianza kunibusu kuanzia nikiwa usingizini. Kwa kweli mimi sijutii maamuzi yangu ya kutumia ile dawa jana usiku. Asemili kwa furaha akasema kwamba bebi wangu, asante sana. Yaani jana usiku umejua kuzitimiza ndoto zangu. Sijui nisemeje yani. Emily alisema kwa furaha tulipokuwa tupo mgawani tukipata kifungua kinywa. Nilikwambia mpenzi, ni masuala ya kikazi tu yalikuwa yananisumbua. Sijui kuhusu nyie wanawake, lakini kwa sisi wanaume swala zima la kuweza kumridhisha mtu ni lazima uwe umetuliza akili. Tunatumia zaidi akili kuliko tunavyotumia mwili. Nilimwambia hivyo mke wangu, naye alikuwa anatabasamu tu. Akauliza kwamba kwa hiyo kilichokuwa kinatesa akili yako kimeondoka, si ndio? Nikasema ya kabisa, sasa hivi mimi ni wako tu. Mwili, akili na moyo, kila kitu. Mke wangu akasema kwamba basi malizia chai haraka, nataka nikaanze kutumia huo mwili asubuhi hii. Maana nilikuwa nataka tupate kitu cha kula ili upate nguvu. Ni lazima urudie kile ulichonifanyia jana. Hayo maneno ya mke wangu alinifanya nipaliwe na chai. Aliruka haraka na kunipatia kitambaa huku akinipa pole. Nijaribu kujitetea nikasema kwamba kwa nini tusubiri hadi jioni? Napenda kukutazama ukilala baada ya mimi kumaliza kila kitu. Nijaribu kujitetea hivyo sababu sikuwa na dawa yoyote ya kumeza kwa wakati ule.
Asa mke wangu akasema kwamba si ninaweza kulala hata mchana jamani. Baba, mimi naona kama vile nimeshafanya kila kitu hapa Dubai. Tumeshapanda ngamia, tumeshaenda kule jangwani, tumeshakula chakula kwenye ile hoteli ya angani ambapo unakula chakula kama unakimbizwa ili kisipoe. Umeshanunulia kila kitu cha thamani kuliko hata nilivyohitaji. Kitu pekee ambacho sijafanya ni kupata muda wa kutosha na mume wangu. Kwa hiyo kama kila kitu kipo sawa, kwa nini nisikufaidi mume wangu? Unajua kwa dunia nzima naweza kuonekana bosi fulani, lakini tukija nyumbani wewe ndio bosi wangu. Kama umeamua hivyo basi mimi siwezi kukupinga. Kwa nini usitangulie chumbani ukajiandae kabisa? Afu mimi nataka nilipie hapa alafu nitakufuata. Nataka nikukute tayari kabisa. Nilimwambia na kumuona akiacha tabasamu kubwa. Aliinuka na kunibusu kwenye shavu na kuniaga sasa akiniambia nisichelewe kwa sababu atakuwa akinisubiri. Nilimuitikia na kubaki pale kwenye kiti alipopotelea tu kwenye kona. Niliinuka haraka na kwenda kulipa pesa huku nikijaribu kukumbuka nilipopata zile dawa jana usiku. Nakumbuka ilikuwa ni hapa hotelini, lakini hoteli ni kubwa na maduka ni mengi. So nilizunguka kwa dakika kadhaa na hatimaye nikafika kwenye hilo duka ambapo nilikuta wateja wengi, lakini kwa bahati nzuri hili ni duka la kujihudumia mwenyewe. Hivyo nilienda sehemu zilipo zile dawa na kwa hasira nilichukua vidonge 3. Nilipotoka nje nilimeza kimoja kabisa, kisha nikaanza kuelekea chumbani ambapo mke wangu ananisubiri. Nilipofika na kufungua mlango, nilimkuta amekaa kitandani akinisubiri. Aliponiona aliruka kwa furaha na akaja kupiga magoti huku akianza kuitoa suruali yangu. Nilibaki nikitabasamu tu huku nikimruhusu afanye kila anachotaka. Taratibu nilianza kumsikia bwana mdogo akiamka kwa furaha. Mke wangu alikuwa ameshafanikiwa kabisa kuniweka mdomoni na nilikuwa nimeshafunga macho huku nikiruhusu raha ile ya ajabu initawale. Lakini ghafla picha Timo ilikuja akilini kwangu. Nikajikuta nikiwaza kuwa alikuwa akimfanyia hivi hata yeye pia. Ghafla nilimsukuma mke wangu na kurudi nyuma. Mke wangu aliniita akisema baby. Alisema hivyo huku sasa akinisogelea akikusudia kuendeleza alichokianza, lakini nilirudi nyuma, kitu kilichomfanya abaki akinishangaa. Vipi, kuna kitu nimekosea? Aliuliza kwa wasiwasi. Akili yangu ilianza kuzunguka haraka nikijaribu kuwaza uongo wa kumwambia. Nimeona ukiendelea hivi sitachukua muda. Wewe kaa kitandani hapo unisubiri. Nilisema sasa nikimalizia kutoa nguo. Mke wangu aliacha tabasamu kubwa la furaha. Bila shaka moyoni mwake alijivunia sana. Na kwa muda wote ambao tulikuwa pale chumbani nilibaki nikijikumbusha akilini kuwa Emily ni mke wangu kwa wakati wote. Niseme tu ile siku hatukutoka tena chumbani. Vyakula vyetu vyote vya siku, yani chakula cha mchana na cha jioni, viletwa chumbani. Na mpaka wakati wa kulala nilikuwa nimetumia vidonge 3 vya ile dawa. Kulipokucha niliamka nikiumwa misuli ya maeneo ya kiuno na kibofu. Kwa siku ile sikuwa na nguvu ya kutumia dawa yote. Na kwa kweli nilihofia mke wangu anaweza kukurupuka na kutaka turudie mambo ya jana. Hivyo niliamua tu kumdanganya na kumweleza nimepata dharura kikazi, hivyo inabidi turudi nyumbani. Mke wangu hakuwa na shida. Kwanza alifurahi kwa sababu hatimaye atakuwa na watoto wake tena. Hilo lilinipa faraja kubwa sana. Sasa wakati huu wa kurudi, mimi sikuiona safari kama ndefu hata kidogo, kwa sababu muda wote nilikuwa nimelala. Tulipotua nilijifanya kupitiliza kazini huko mke wangu yeye akielekea nyumbani. Japokuwa mimi sikuwa na kazi yote inayonihitaji, lakini ilibidi niuishi tu uongo wangu. Japo badala ya kwenda kazini niliamua kukutana na rafiki yangu wa muda mrefu sana. Niliamua kutafuta ushauri juu ya swala ambalo linanisibu. Sasa Oscar ambaye ni rafiki yangu akaniambia kwamba hivi, kwa nini usijaribu kulala na mwanamke mwingine? Oscar rafiki yangu alinieleza baada ya mimi kumsimulia mkasa wangu. Nikamwambia kwamba hivi Oscar, unajisikia unachokiongea kweli? Nimuuliza kwa hasira kidogo kwa sababu niliona kama anaivunjia heshima ndoa yangu. Oscar kwa ujasiri akaniambia kwamba mimi siongee kwa ubaya wala nini. Unajua namna gani ninampenda shemeji yangu Emily, lakini yote ni katika kujaribu kutafuta suluhisho. Tujue kama tatizo ni wewe au ni kitu kingine. Nilimwambia Oscar kwamba hapana Oscar, hapana, siwezi kumfanyia hivyo mke wangu. Nitajitahidi tu hivyo. Najua nitaweza tu. Nilimwambia hivyo Oscar ambaye alitabasamu tu na kuendelea kunywa kinywaji chake. Tulikuwa tumekutana katika moja ya klabu anazomiliki hapa mjini. Sasa Oscar akaniambia kwamba kama unaona unaweza kulimudu hilo basi hakuna shida.
Oscar aliniambia hivyo na kubadili mada moja kwa moja. Basi tukatoka kwenye huzuni na kuingia kwenye vicheko sasa, hasa pale tulipoanza kuongelea ushindi wa timu yangu weekend hii. Nilipiga story nyingi sana na Oscar hadi nilipoona giza linakaribia kuingia, ndipo tukaagana na kuelekea nyumbani. Nilimkuta mke wangu akihangaika na watoto. Nilimfuata na kumbusu vizuri kabisa, kisha nikaanza kuwasalimia pale wanangu kwa kuwabeba moja moja. Mke wangu aliniuliza ya kwamba pole sana, vipi umefanikiwa kushughulikia dharura? Kwa kiasi fulani. Kisha nikatoka na kukutana na Oscar, tukapiga story kidogo, ndipo nikarudi nyumbani. Oscar. Vipi, hajambo? Hajambo kabisa, nakusalimia sana. Asante sana, umsalimie pia. Itabidi siku tuende kusalimia familia yake. Unajua sijaonana na mke wake muda kidogo. Na naamini atafurahi sana. Nilimjibu tu ili asijisikie vibaya. Emily alibaki na tabasamu kubwa usoni mwake. Aliwaacha watoto wakicheza pale chini, kisha akaenda kunitengea chakula kwa furaha sana. Baada ya watoto kulala na sisi kula, hatimaye tulikuwa kitandani. Wote tumeshaoga tayari kwa kutafuta usingizi. Lakini nilishangaa mikono ya Emily ikianza kuipapasa mwili wangu. Nilipogeuka na kumtazama, alikuwa akiniangalia kwa macho ya kichokozi sana. Aliniambia kwamba kama dharura yako imeshaisha, naamini utakuwa na nguvu za kutosha kwa ajili yangu. Aliniambia kwa kitabasamu. Niliacha endelee na kazi yake huku sasa nikijaribu kuvuta hisia, lakini hakuna lolote lilotokea. Bwana mdogo hakuwa na mpango wa kushtuka kabisa siku ya leo. Hivyo niliamua kujiokoa kwa kumkatisha mke wangu na kumwambia kuwa kwa leo nimechoka sana, tusubiri kesho. Basi alikwazika kidogo, lakini baada ya kutulia aliniambia kuwa ananielewa na ananipenda sana. Kitu kilichofanya nizidi kujisikia vibaya kwa kushindwa kumtimizia mahitaji yake. Moyoni nilidhamiria kutokutumia tena zile dawa, lakini baada ya wiki ya bila kufanikiwa lolote, niliamua kununua na kujaribu tena. Hiyo siku nirudi nyumbani nikiwa nimechangamka sana, na nilihakikisha hadi mke wangu anaomba kupumzika mwenyewe, sababu nilijua nguvu zote hizo ni za muda tu. Asemila inaniambia kwamba mume wangu, unaweza kuwa na changamoto zako, lakini siku kiamua kwa kweli huo unajua aise. Emila inaniambia akiwa sasa amenegemea huku akitafuta usingizi, hasa baada ya shua kibabi niliyompatia. Nilicheka kidogo na kumbusu paji la uso, kisha nikamwambia pumzike tu. Kulipokucha, niliamka nikiwa na maumivu makali maeneo ya kiunoni. Niliamua kujiandaa haraka na kwenda kazini kabla mke wangu hajahitaji huduma ya asubuhi, na kwa mara nyingine nilidhamiria kutokutumia dawa tena. Badala yake niliona madaktari walionishauri vyakula niliona kama wamefanya jambo la maana. Nilijitahidi sana kula vyakula kama walivyonishauri kuliko kutumia madawa. Lakini wiki kageuka mwezi ukawa miezi minne. Nilianza kupaona nyumbani kama kituo cha polisi. Nilijikuta nikichelewa sana kurudi nyumbani ili nimkute mke wangu ameshalala, na asubuhi niliondoka mapema sana. Yaani ule muda mke wangu anaamka tu, mimi ninakuwa nimeshajiandaa kwa ajili ya kazi. Nilishindwa kabisa kujiamini kama mwanaume, hasa mbele ya mke wangu. Unajua, kwa watu wengine mimi sikuona shida sana kwa sababu hakuna anyenijua zaidi ya mke wangu. Siku moja nikiwa kazini kilitokea kitu cha ajabu sana. Sekretari wangu aliangusha faili, na wakati alipokuwa akiliokota, bwana mdogo alishtuka. Yaani ghafla tu mwili wangu ulianza kuniletea picha nikiwa na huyu mwanamke, na mwili wangu ulianza kusesemka. Ilibidi nijitengeneze vizuri kwenye meza ili binti yule asiweze kuniona. Lakini kwa wakati ule nilikumbuka maneno ya rafiki yangu Oscar. Japo sikutaka kuruhusu hilo litokee, hivyo niliamua kutulia nione kitu gani kitatokea. Kweli bwana. Kesho yake aliponitengenezea chai na kuniletea, kifua chake chote kilikuwa kinaonekana. Bwana mdogo aliamka tena. Ni kama mwili wangu uliamua wenyewe, yani kwamba unataka kufanya unachotaka kufanya. Yaani ni kama huyu binti ni mgeni kwenye ofisi. Siku iliyofuata alijifanya kinama na kusafisha viatu baada ya kuniona nikipita koridoni. Kitu kilichonifanya niweke mikono mfukoni ili niweze kumtuliza bwana mdogo. Mpaka wakati wiki inaisha pale ofisini, nilikuwa na shauku kubwa ya kujua kama hizi mbwembwe za bwana mdogo ni za kweli au ni yale mambo kama yanayonipata na mke wangu. Sasa baada ya kufikiria na kuamua kitu cha kufanya, nilimuita na kumwambia niletee chai. Baada ya dakika chache alikuja na tray huku akiwa amevaa sketi fupi kuliko kawaida yake. Nadhani mnafahamu secretary kwenye maofisi mengi wengi wanapachikwaga majina ya mke wa boss, chombo ya boss.
Maziwa yake yalikuwa akikaribia kutoka kwenye blouse na alikuwa akinitazama kwa tamaa. Nilimwambia kwamba hebu funga mlango. Nilimwambia sasa nikijitahidi kukaza sauti yangu. Evelyn alifunga mlango kwa furaha sana. Kisha akanigeukia huku akinitazama kwa tabasamu. Nimuuliza kwamba niambie kwa nini unavaa nguo fupi hivi ofisini? Nimuuliza sasa nikimuelekeza azunguke meza ili niweze kumuona vizuri. Eva alisimama mbele yangu na kujizungusha kizembe, mwisho akaniangukia. Nilielewa kabisa mchezo aliocheza, lakini kwa upande wangu hakukuwa na shida kwa sababu niliona si anarahisisha kazi. Basi nikaambia kwamba angalia vitu unavyofanya unaweza. Kabla hata sijamaliza maneno yangu, alikutanisha mdomo wake na wangu, kitu kilichonifanya nigune. Bwana mdogo alikuwa akirukaruka kwa furaha. Nijikuta nikimshika vizuri kichwa chake na kumrudishia busu zito sana. Alitembeza mikono yake kwenye suruali yangu ambapo nilimsikia akiguna. Kwa bahati nilifanikiwa kumwachia. Nilimwambia kwamba hapana, sio sehemu sahihi Eva. Nilimwambia sasa nikimwachia, lakini yeye alikazana kunibusu shingo yangu. Eva akasema kwamba wapi sasa, mimi nakuhitaji bosi. Haujui tu ni kwa miaka mingapi nimekuwa nikisubiri uweze kuniona na kupenda. Aliposema hayo maneno yalinipatia nguvu ya kumzuia. Nikasema sikiliza Eva, naweza kukuambia mahali sahihi, lakini nahitaji uelewe kitu kimoja. Kama utakubali kuja kuonana na mimi, basi haitakuwa kitu chochote zaidi hapo. Nitahakikisha tu shida zako zote za kifedha zinaisha. Nimwambia Eva. Eva naye kwa sauti laini akasema kwamba mimi sihitaji chochote na kuhitaji wewe boss. Ananiambia kwa sauti laini sana iliyonichanganya. Ilibidi nami nijikaze. Nikamuuliza kwa sauti nzito kidogo ya kwamba umenielewa? Akajibu nimekuelewa boss. Alivyojibu hivyo niliachia tabasamu kubwa. Hatimaye nitajua mbivu na mbichi leo. Nilimpa jina la hoteli na muda, nikamwambia atanijulisha tu chumba atakachokuwepo kisha mimi nitamfuata. Sasa nilichagua moja ya hoteli zangu sababu najua hapo ninaweza kuingia kwa mlango wa nyuma na najua wapi naweza kupita ili kukwepa macho ya watu. Baada ya kukubaliana, nilimruhusu aende nyumbani ili aweze kufanya mambo yake na kujiandaa kwa ajili ya baadaye. Nilimalizia kazi kadhaa na kumtumia mail ujumbe kuwa nitachelewa kurudi nyumbani kwa sababu nimetingwa na kazi. Mke wangu alinijibu kwa mapenzi na kunipa pole nyingi. Nilizima vitu pale ofisini na kutoka tayari kwa kukutana na Eva. Kitu pekee ninachotaka kujua ni kama bwana mdogo ataweza kumaliza shughuli. Sasa baada ya hapo mimi na Eva tutakuwa tumefanya tumalizana. Nilipofika hotelini nilipaki gari kwa nyuma na kupitia mlango wa huko, kisha nikaelekea chumba namba 576 ambapo Eva alikuwa akinisubiri. Nilipofungua mlango na kuingia kwenye kile chumba, kwanza kulikuwa kunanukia vizuri sana. Niliposogea upande wa kitanda, nilimkuta Eva akiwa amevaa nguo kama neti hivi ambayo ilionyesha vyema mwili wake. Kitu hicho kinifanya bwana mdogo amke haraka sana. Jamani, nguo za neti. Huwa zinatuvuruga sana wanaume. Eva alitembea taratibu kwa madaha hadi aliponifikia ambapo alikutanisha midomo yetu moja kwa moja. Ile busu la wakati huu lilikuwa ni zito kuliko lile la ofisini. Awamu hii alinibusu huku sasa akinifungua vifungo vya shati sababu koti langu la suti nililiacha kwenye gari. Aliniambia kwamba asante sana kwa kuja boss. Hii siku ni kama ndoto. Nilimwambia usiniite boss, tafuta jina jingine tu la kuniita. Basi Eva alitulia kidogo kabla ya kuongea. Akasema basi nitakuita daddy. Aliniuliza na kunifanya tabasamu, nikasema ya hilo limekaa vizuri. Nilimwambia sasa nikisisimka mwili mzima. Nilijihisi kama mwanaume mbele ya Eva na hilo lilinipa furaha sana. Basi nimwambia asimame, hakunibishia wala kuuliza, alisimama tu. Nilibaki nikimtazama kwa tabasamu. Nilimsogelea na kuanza kumbusu kama mtu mwenye njaa huku nikiutalii mwili wake, kitu kilichomfanya aanze kuachia miguno. Nijitahidi na kujizuia kisha nikamwachia. Basi nilimwamrisha nikamwambia kwamba malizia kazi yako ukiwa umepiga magoti. Sasa kitu kile kinifanya nimuone Eva ni kama mwanamke pekee duniani. Haikuchukua muda, wote tulikuwa tupo. Na wakati wangu wa kuingia Ikulu ukao umeshafika, niliweka kila kitu sawa kisha nikazama bila shida.
Swala hilo lilinifanya nibaki nikishangaa. Eva alikuwa akilalamika tu kwa jinsi nilivyokuwa ninampeleka. Kwa wakati ule sikuamini kama ni mimi ndo nimeweza kufanya hivi. Malalamiko na miguno ya Eva lizidi mimi kunichanganya. Dakika 6 baadaye wote tulijitupa kitandani tukihema baada ya kila mmoja kufanikiwa kumaliza mbio zake. Eva alisogea na kujiegemeza kifuani kwangu, akasema asante sana daddy. Maneno yake ni kama alinitoa usingizini. Niliinuka haraka na kukaa huku sura ya mke wangu mpole, mstarabu, mvumilivu na anayenipenda kwa dhati ikijirudia akilini kwangu. Nimemsaliti mke wangu, nimemsaliti mama wa watoto wangu, kitu ambacho niliapa kutokufanya. Leo nimefanya. Nafsi yangu ilianza kuuma sana. Eva alisogea kunikumbatia lakini nilimsukuma. Niliingia bafuni kuoga haraka. Sasa nilipotoka nilivaa na kutoa vibunda viwili vya dola 100. Kwa ujumla ni kama nilimpatia dola 1400. Nilizitoa mfukoni na kumrushia. Asante kwa yote, lakini hili linaishia ndani ya hiki chumba. Siku nitakusikia mahali pengine popote hii habari, basi ndio tutakuwa mwisho wa maisha yako. Nilimwambia hivyo bila kutania. Eva alitikia na kuapa hata ongea chochote. Nilivaa haraka na kuchukua simu yangu na kutoka nikimwacha pale chumbani. Nilipotazama simu yangu nilikuta ujumbe kutoka kwa mke wangu kuwa ananisubiri tuweze kula wote. Maneno yake yalinifanya nijisikie hovyo sana. Mimi sikuwa hata na nguvu ya kumjibu lolote. Hivyo niliingia tu kwenye gari na kuelekea nyumbani. Nilipofika sebuleni nilimkuta mke wangu amesinzia kwenye kochi. Mwili wake wote ulionyesha namna gani amechoka. Nilisogea na kumbeba kisha nikampeleka hadi chumbani. Nilipomlaza kitandani, alifungua macho kidogo, akisema kwamba habi umerudi, pole na kazi. Aliniambia sasa kinikumbatia, kitu kilichonifanya nishindwe kunuka pale. Basi akaniambia kwamba unanukia vizuri. Alisema na kunivuta karibu yake zaidi. Ilibidi sasa nivue viatu na kupanda naye kitandani. Huku sasa moyoni nikiomba asije akatambua kuwa ile ni harufu ya kike. Nilitulia na kumkumbatia. Haikuchukua muda mke wangu alipotelea usingizini tena. Nilibaki pale nikiumia kwa kile nilichotoka kufanya. Sijui hata nilifanikiwa vipi kupata usingizi na ni wakati gani, lakini hatimaye nilala. Asubuhi na mapema nilimsikia mke wangu akianza kunigusa. Ilikuwa ni mapema sana. Ukishakuwa na watoto kupata muda wa kuwa na mwenza wako ni bahati sana. Kwa hiyo kwa sisi ni kuibia tu asubuhi kabla hawajaamka au usiku wakishalala. Nilitulia sasa nikivuta hisia, lakini bwana mdogo hata hakujisumbua. Nilitulia kwa muda hadi nikaanza kuona mke wangu akikata tamaa. Hapo ndipo niliamua kufanya kitu cha kijinga zaidi. Niliamua kuiruhusu akili yangu ikumbuke usiku wa jana. Haikuchukua muda. Bwana mdogo aliamka na mwili wangu wote ulikuwa ukichemka. Ni kitu ambacho naamini sio mimi tu ninayekifanya. Najua kuna watu wengi sana. Hisia zikishakosekana kwa mwenza wao, wanapofika wakati wa tendo, lazima wengi kama wakishafikia watu wataanza kumkumbuka mtu ambaye kwake anajisikia sijata nisemeje, lakini mnanielewa watu wazima. Kwa hiyo mimi nilimsogelea mke wangu na kumtimizia mahitaji yake, japo akilini mwangu kulikuwa kuna picha ya mwanamke mwingine. Sijui hii ni shida gani, sijui ni kitu gani tena. Nafsi yangu iliumia sana, lakini niliona hii ndio njia pekee ya mimi kuulinda wanaume wangu. Baada ya pale mke wangu aliamka kwa furaha na kwenda kuniandalia kifungua kinywa. Mpaka wakati ninamuaga kuwa ninaenda kazini, alikuwa na tabasamu kubwa sana usoni mwake. Nilipofika ofisini nilimkuta Eva ameshafika kama kawaida yake, lakini kwa leo alivaa nguo kimitego zaidi. Alivaa nguo ya kumchora hasa. Ilikuwa kila nikimtazama picha za jana usiku zinajirudia akilini mwangu. Lakini sio hilo tu. Nilikumbuka jinsi ambavyo nilijikuta mwanaume kamili nikiwa naye. Eva hajui lolote kuhusu mapungufu yangu, hajui. Machoni pake mimi ni bosi wake, mwanaume mwenye nguvu zangu, japo mke wangu atakuwa na mengi ya kusema kuhusu hilo. Nilijikuta tu kila nilipokuwa na Eva nilijiona mwanaume mkamilifu. Alikuwa na hiyo nguvu ya kunifanya nijione nimekamilika, na hilo ndo lililonifanya nirudi kwake kila nilipopata nafasi. Eva ilalamika akasema kwamba daddy, unaonaje nikitafuta mahali pazuri pa kuishi? Mimi nachoka kukutana wewe hotelini. Hapa mimi sina hata nafasi ya kukupikia. Eva ilalamika hivyo. Hapo tulikuwa tumelala kitandani baada ya kumaliza mbio zetu. Ni kama mwezi sasa tangu tuanze kuonana. Nikamwambia kwamba hilo ni wazo zuri na itakuwa rahisi kwangu pia. Mimi sitakuwa nikijibia kila wakati. Wewe tafuta tu mahali pazuri panapokufaa kisha utanieleza gharama, au unaonaje?
Nilimuuliza kwa sasa nikichezea nywele zake ndefu akiwa amejilaza kifani kwangu. Eva na akaniambia kwamba asante sana daddy. Unajua kunifurahisha mno. Nikamwambia chochote kwa ajili yako Eva. Nilimwambia kwa sasa nikitabasamu. Kuna wakati uoga unaniingia sababu ninaona jinsi Eva anavuniteka kidogo kidogo. Kila siku ninasikia mizizi yake ikizama zaidi moyoni mwangu. Wakati upande wa pili, yani kwa mke wangu, imekuwa ni uwanja wa makelele. Mimi sikuwahi kudhani kama Emil ana kelele hivi hadi kipindi hiki. Watoto wetu wamefanikiwa kufikisha mwaka mmoja sasa. Na Emil amekuwa huru zaidi kwa sababu nilimwongezea wasaidizi, lakini matokeo yake ni kuwa kila nikirudi nyumbani nitamkuta akinisubiri kitandani. Na wakati huo unakuta nguvu zangu zote nimezimaliza kwa nani? Sio kazini ndugu yangu, kwa Eva. Kwa hiyo unakuta mimi sina chochote. Empty. Sina chochote cha kumpa. Na matokeo yake ni kelele. Ataanza kulalamika kuwa mimi ninachelewa sana kutoka kazini siku hizi. Mara ataanza kueleza namna gani sina muda naye na wala sina muda na watoto wetu. Ataanza kuongea namna gani amebaki mpweke kwenye hii ndoa, wakati mwisho wa siku yeye ndio anayefaidi pesa zangu kuliko mtu yote. Mimi nimeshamwambia pesa zangu zote na mali zangu zote ziko mikononi mwake. Ni kitendo tu cha yeye kuamua kitu cha kufanya. Au anaweza kuniambia tu na mimi nitatimiza. Lakini Emil ameamua kuwa na kichwa kigumu sana. Nimefikia hatua ambayo mimi sielewi nifanye nini ili tuweze kuishi bila makelele hapa nyumbani. Kuna wakati natamani nilale kwa Eva, lakini najua sitakuwa na jinsi ya kujielezea nikirudi nyumbani. Hivyo ni bora nichelewe kurudi kuliko kutokufika kabisa. Unajua msikilizaji, imepita wiki moja sasa tangu nigombane na Dennis. Na mimi nimeamua kuacha kuongea sababu hiyo nyumba imeshakuwa kama uwanja vita. Yaani kila siku ni makelele tu. Mwanzoni nilikuwa nina wasiwasi, lakini mpaka sasa nina uhakika kuwa mume wangu amepata mwanamke mwingine. Yaani naamini hivyo. Sina ushahidi wote, lakini ni mara kadhaa sasa nimekuta alama za lipstick kwenye kola la shati lake. Kila wakati anaposema kwamba atachelewa kutoka kazini lazima arudi akinukia harufu ya kike, na kila mimi nitakapojaribu kumuuliza inakuwa ni mwanzo wa ugomvi. Ataanza kusema sijui mimi nimekuwa mwanamke asiye na uvumilivu. Hakuna kazi mimi ambayo nafanya zaidi ya kukaa nyumbani tu na kutumia pesa zake, lakini bado mimi sitaki, yani bado sitaki afanye kazi. Kwa ufupi, yani masimango yamekuwa ni mengi sana kwenye hii nyumba, lakini kwa sasa nimeamua kuacha kuongea. Mimi nimeamua kukaa tu kimya. Kama mapenzi ndio haya, ni bora tu nitulie na kuwalea watoto wangu. Basi Daisy alikuja kwa akiniita, nilimuitikia na kaka tu kanakuja pale kana furaha sana. Kaka zake walikuwa wametulia tu wakichezea matoi. Dennis amekuwa ni mtu wa kutokuwa na muda na watoto wake. Kitu pekee anachojua kufanya ni kuwanunulia vitu vya kuchezea. Kwa mara kadhaa nimeweza kufikiria kurudi kazini, lakini hata sielewi kazini ni wapi. Mwili wangu umekuwa ni mkubwa sana na ni mzito. Pamoja na kupata wasaidizi watatu wa kuwalea watoto, bado nashindwa kuwaacha wanangu. Nakumbuka ilikuwa ni usiku, watoto wameshalala kabisa, majira ya kama saa 6 usiku. Dennis aliingia chumbani akitoka kazini. Mimi nilikuwa nimekaa nikimsubiri. Aliponikuta niko macho alishangaa kidogo, akasema kwamba pole kwa kunisubiri mke wangu. Alisema sasa akinibusu shavu langu. Ile harufu ya kike ninayoisikia siku zote ilinipiga. Nilimjibu tu asante kwa pole na kubaki nikimtazama alipovua nguo na kuelekea bafuni. Alitoka bafuni akiwa ameshavaa nguo tayari kwa kulala. Kisha akapanda kitandani na kujilaza akiwa amenipa mgongo. Basi alinitakia pale usiku mwema. Nikamwambia kwamba Dennis, ni mwezi wangapi huwa hujanigusa? Nimuuliza kwa hasira kidogo. Dennis alikaa na kunitazama. Hivi umeanza kelele zako mama watoto, si ndio? Mama D, unajua kabisa mimi peke yangu ndo ninayefanya kazi. Wewe na wakina D wote mnatumia pesa ambazo mimi nazitafuta kila siku. Natoka asubuhi, narudi usiku hivi, nakuwa nimechoka. Si unipe nafasi nipumzike. Lakini hata mwenyewe nina mahitaji kama mke wako. Kwa nini unanifanyia hivi? Wakati umepumzika hapa ndani siku nzima, mimi niko huko nje nikitafuta hela. Nadhani nina haki ya kupumzika. Dennis aliniambia hivyo, kisha akageuka na kuendelea kulala.
Nijikuta nimebaki kimya, sababu kila neno ninaloongea kwenye hii nyumba linageuka fimbo kuniadhibu. Labda mwili wangu ndo haumvutii tena. Labda amejipatia binti mbichi ambaye hajazaa. Labda maumbile yangu yabadilika sana. Nijikuta nikijiuliza maswali mengi bila kupata majibu hadi usingizi uliponichukua. Nilipoamka asubuhi, nilimkuta Dennis ameshavaa tayari kwa ajili ya kwenda kazini. Sikuwa na nguvu yoyote ya kuinuka kumwaga wala kumwandalia chai kwa sababu kila nilipomtazama moyo wangu uliniuma zaidi. Dennis alimalizia kuvaa na kuniaga kisha kaondoka. Nilichukua simu yangu na kuitazama, ndipo nikagundua kuwa leo ni Jumamosi. Siku hizi Dennis anaenda kazini hadi Jumapili. Hakuna siku anasema anabaki nyumbani kuwa na muda na watoto wake. Niite mjinga, lakini nilivumilia ile hali hadi watoto wangu walipofikisha miaka 3 na kuanza shule ya awali. Ndio, hiyo miaka 2 hapo katikati ilikimbia haraka sana, ikiwa ni miaka huzuni, ubweke, masimango na ukimya. Lakini mwenzangu maisha yake yalikuwa ni afra kila siku. Amekuwa ni mtu wa safari nyingi siku hizi. Yaani siku anazolala nyumbani ndani ya mwezi mmoja zizidi 10. Moyoni mwangu najua kabisa hakuna safari yoyote. Hata kama ni kazi, mtu hawezi kuwa busy kiasi hicho. Lazima kuna mwenzangu tu ambaye harufu yake nimeikariri sasa. Kuna siku nijaribu kumuuliza Dennis kuhusu kuchelewa kwake, lakini alinijibu majibu ambayo yaliurarua sana moyo wangu. Sikutamani hata kumuona baada ya pale. Na kuanzia siku ile nilijifunza kuwa sitaongea tena. Niliamua kutafuta kitu cha kufanya cha kuniondoa kwenye maumivu ya ndoa yangu mwenyewe. Mimi nibaki kuwa kama pambo, nibaki kuwa mtu wa kuhudhuria matukio na Dennis. Dunia nzima ilinijua kama Mrs. Mluga, mwanamke mwenye bahati ya kuteka moyo wa tajiri mkubwa nchini. Lakini ndani ya moyo wangu nilijua kabisa kuwa moyo wake upo kwa mwingine. Lakini nilivumilia kila siku na kila wakati kwa sababu sikutaka watoto wangu waishi mbali na baba yao. Nilitamani wakue wakimjua baba yao. Nakumbuka vizuri hii siku kwa sababu ni kama ilikuwa siku ya laana kwangu. Ilikuwa ni usiku mida ya saa 7 hivi. Dennis bwana alipoingia nyumbani kutoka kwenye safari zake nyingi anazoenda siku hizi. Nilipomsikia akiingia, mimi nilijifanya nimelala sababu sikuwa na nguvu ya kuanza kuongea. Siku hizi na nguvu kwa ajili ya watoto wangu tu, sio kuanza kuongea naye. Alipoingia na kuona nimelala, alikaa kitandani na kuanza kuchati kwenye simu yake. Alichati kidogo kisha akairusha simu kitandani na kuingia bafuni kuoga. Sasa mimi nilichukua simu yake na kushusha pumzi baada ya kuona hakuifunga. Basi mimi nilienda moja kwa moja WhatsApp, na labda niseme tu mimi sikuwa tayari kwa vitu nilivyokutana navyo. Nilikuta message zake na huyo mwanamke wake, lakini nilikuta picha za kila aina. Picha wakiwa kitandani, picha wakiwa kwenye starehe, picha wakiwa baharini, picha za huyu mwanamke akiwa amevaa kichupi tu, na kusema kweli ni mrembo, hayuko kama mimi ambaye nimetoka kuzaa. Tumbo limejaa na bado nina kovu kubwa la upasuaji. Kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi kirefu niruhusu machozi kutoka machoni mwangu. Naweza kabisa kujiita mwanamke jasiri, lakini kwa hapa haya maumivu yalezeke msikilizaji. Niliendelea kupitia zile message na juu kidogo niliona picha za gari na huyo mwanamke akimshukuru kwa hiyo zawadi. Macho yangu yalizidi kujaa machozi hadi nikawa siwezi kuona tena. Vipi, umemaliza? Sauti ya Dennis aliyekuwa amesimama kwenye mlango wa kuingia bafuni ilinishtua. Sikusikia hata kama amemaliza kuoga. Niliweka simu yake pembeni huku nikifuta machozi yangu. Kwa nini Dennis? Kwa nini unanifanyia ukatili leo? Mimi ni mke wako. Emily, kichwa changu kimechoka sana sasa hivi. Natamani kupumzika, sio kelele, umesikia? Alisema huku akienda kupanda kitandani. Nilitoka kitandani kwa hasira sana. Kwa wakati ule mimi sikutamani hata niguse. Bora nilipokuwa ninahisi kuliko sasa ambapo nina uhakika na nimeona kabisa picha za utupu ambazo zimejaa akilini kwangu. Nilitoka chumbani na kubamiza mlango huku nikilia. Dennis hakuniuliza chochote. Alikuwa amejitengenezea vizuri, yani amejitayarisha vizuri tayari kwa kufanyeje, akiutafuta usingizi. Mimi nilienda kwenye chumba cha wageni na kulia hadi usingizi uliponichukua. Asubuhi niliposhtuka baada ya mlango wangu kufunguliwa kwa fujo, kabla sijamuona mtu yote, niliona begi likiingia, kisha akatokea Dennis akisukuma begi langu kubwa. Habari za asubuhi, huku kuna nguo zako zote. Naona umeshafanya maamuzi ya kutengana na mimi, kwa hiyo siwezi kukuzuia hilo, lakini hautaruhusiwa kuondoka kwenye hii nyumba na kuniharibia picha yangu katika jamii. Kwa hiyo chumba chako hiki hapa, kitengeneze unavyotaka.
Alisema hivyo na kutoka. Nilibaki nikishangaa. Ni kama vile aliongea haraka sana kiasi kwamba ubongo wangu haukuweza kuelewa neno moja alilosema. Na ukijumlisha ndo nilikuwa nikiamka usingizini. Nilipoamka nilienda chumbani kwetu ambapo nilikuta chumbani kwetu kule kumefungwa. Naona hatimaye Dennis amerukwa na akili sasa. Nilirudi kwenye chumba nilicholala na kuoga, kisha nikavaa vizuri na kutoka kwa ajili ya kuandaa watoto kwenda shule. Sasa nilipoenda sebleni, nilishangaa sana kwa kuta wasaidizi wangu wakilia huku wameshika bahasha. Nikauliza kwamba nini shida? Mmoja akaniambia kwamba baba ametufukuza kazi. Amwafukuza? Mbona jiniambia hilo? Kwa nini amwafukuza? Niliuliza na mwingine akasema kwamba amesema anawapeleka watoto wake shule ya bweni, kwa hiyo hatohitaji huduma zetu tena. Unasemaje? Niliuliza kwa mshangao, huku sasa nikijitahidi kumeza maneno yote niliyotaka kuongea kwa sababu yote haya natakiwa kumwambia mume wangu. Anyway, nyie fanyeni mambo yenu, muende nyumbani sawa? Akirudi nitaongea naye alafu nitawajulisha. Niliwaambia baada ya kufanikiwa kutuliza akili yangu. Niliwapa wanangu kifungua kinywa kisha nikawaingiza kwenye gari na kuwapeleka shule. Niliporudi wasaidizi wote walikuwa wameondoka. Amebaki mama Agnes tu. Nilipomuona nilijikuta nikishindwa kuzuia machozi yangu. Ninampenda sana mwanamke, amekuwa zaidi ya mama katika hiki kipindi chote. Basi mama Agnes aliniambia, "Shh, binti yangu, usimlilie mtu ambaye hastahili machozi yake." Nilalamika huku nikilia nikisema kwamba sielewi mama, sielewi, sijui hata nifanye nini tena, sielewi. Mama Agnes alinikumbatia na kunibembeza taratibu. Mimi ni mtu msiri sana msikilizaji, sina mazoea kuzungumzia mambo yangu hata kwa marafiki zangu. Hata Faith hajui vitu vinavyoendelea kwenye ndoa yangu, lakini siku ya leo nijikuta nikifunguka kwa Mama Agnes ambaye alitulia na kunisikiliza kwa upole huku akanifariji taratibu. Mama Agnes aliniambia kwamba unajua mimi nimewalea watoto wangu mwenyewe. Nilishakuwa katika hali kama hii yako. Nikajikuta naishia kuhangaika na mwanaume badala ya kuhangaika na watoto wangu ambao wananitegemea. Kwa hiyo nichukua na muda kidogo ambapo Agnes alikuwa anaumwa ndipo nikaelewa kuwa watoto wangu wananihitaji. Wanaume hawatakaa watulie. Kama ukimpata wako aliyetulia unamshukuru Mungu, lakini hamkuzaliwa wote. Yeye sio mzazi wako, hajashikilia pumzi yako. Kwa hiyo hakuna haja ya kuanza kuangeka naye. Angalia furaha yako. Angalia jinsi ya kujenga maisha yako. Sababu hata leo au kesho watoto wako watakuhitaji wewe. Kwa mfano hapa umewaza ghafla labda amekufa. Watoto wako watalelewa na nani? Au leo kesho kweli labda imetoka labda mmeachana. Unaweza kuwalea hawa watoto mwenyewe. Nadhani hiki ni kipindi cha wewe kujijenga tu, wala usihangaike kujua anachokifanya. Mama Agnes aliniambia sasa akinibembeleza taratibu. Nilielewa sana maneno yake, lakini siku zote kuongea ni rahisi kuliko kutimiza. Hiki sio kitu tu cha kuambia moyo wangu nyamaza na wenyewe ukanyamaza. Na ilibidi nimsubiri Dennis, ilipofika jioni ilibidi nimsubiri Dennis aje ili tuweze kuongea. Muda huo watoto walikuwa wameshalala. Alipoingia tu sikupoteza muda, nilimjulisha kuwa nahitaji kuzungumza naye. Alinitazama kidogo na kuniambia nimsubiri aoge. Alipotoka kuoga, alikuja sebleni na kukaa huku sasa akinisubiri nianze kuongea. Vipi, una njaa nikupakulie? Hapana, mimi nimeshakula. Tuongea haraka na usingizi. Nimeona mwafukuza wasichana wa kazi na katika maelezo yako nimesikia unataka kuwapeleka watoto boarding. Maana yake nini? Wakati watoto wako bado ni wadogo, watoto bado wapo level ya chekechea, kwa nini waende boarding? Ndio, hao ni watoto wangu. Na nimeamua kuwapeleka bweni, kwa hiyo usiwaze sana. Nimewalipia shule nzuri kuliko zote hapa nchini. Wanatunzwa vizuri, watakula vizuri, kwa hiyo sio shida. Kwa hiyo hakuna tena haja ya wale wasichana. Dennis, watoto wana miaka 3, bado wanahitaji upendo wetu wazazi. Hawezi tu kwenda kuwarushia bweni. Naweza sana tu. Na ndio nimeshafanya maamuzi hivyo. Kuna wakati unajua unakuwa na kichwa kizito sana Emil. Nataka watoto waende bweni kwa sababu nataka kuoa. Kama unavyoona, umeshaamua kuhama chumba na haunitimizii mahitaji yangu tena. Kwa hiyo nimeamua kumleta mtu ambaye yuko tayari kunitimizia hayo mahitaji. Kwa hiyo nimewaza pia itawachanganya watoto. Lakini kama wewe unaona ni sawa watoto kuwepo, wewe wanawaita wote mama, basi mimi siwezi kupinga. Lakini mimi nimewaza nikaona hivyo. Na wiki inayoanza ndio nitawapeleka shule. Kwa hiyo hii wiki wakumbatie kadri unavyoweza.
Aliniambia kwa dharau na kuinuka pale, kisha akaniaga usiku mwema. We. Msikilizaji, niseme tu, hii ni bonge moja simulizi ambayo inakufaa wewe ambaye upo kwenye ndoa, inakufaa wewe ambaye unatamani kuingia kwenye ndoa, na inakufaa wewe ambaye unatamani kutoka kwenye ndoa, na inakufaa wewe ambaye hautamani ndoa. Inawafaa watu wote ambao wanaipenda ndoa, wanaichukia ndoa, yani mtu yote anayewaza neno ndoa. Hii story bwana, bonge moja la story. Na nikukumbushe kitu, tunapokuwa kwenye ndoa ama wakati tunafunga ndoa, kuna ule muda ambao watu wazima wanatoaga maneno yao pale, wakisema kwamba jamani, ogopa simu ya mume wako, simu ya mume wako ione kama kituo, sijui nini, simu ya mwenzio ione kama kituo. Huo pumbavu ufanye wewe mwenyewe ambaye simu unaona kama kituo. Simu ni moja ya kitu ambacho of course kinaweza kusaidia kujua mtu uliyenenwa aina gani. Pale tu inapotokea mwenzako ameanza kuchange, mtu wa kwanza kumtazama ni mtu anaitwa simu. Kwa gwana simu of course sio vizuri kisheria, hata kuhaki simu ya mtu sio vizuri na hairuhusiwi kisheria. Lakini serikali ya mhudumii mke wako wewe, serikali ya mhudumii mume wako, acha ujinga. Sawa wewe huyo mtu ni jukumu lako wewe mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo anza na kuangalia tu, sio kuhaki, kagua tu simu, ujidhihirishe, yani ujithibitishie kile ambacho kilichopo. Na muda wote Emil baada ya kuona mume wake ni kama vitu havieleweki nini, sasa unadhani angeenda kwa mganga? Hapana, kaanza naye mwenyewe, kaona simu ni njia pekee ya kuweza kujua what's happened. Na simu imemsaidia kujua kwamba mume wake ana mwanamke mwingine. Sasa ndugu yangu, wewe endelea kung'ang'aa hapo macho. Simu ni kitu kimoja kizuri sana ambacho kinaweza kukusaidia kumjua mtu wako pale ambapo tu ameanza kuchange. Tafadhali mcheki pale ambapo tu ameanza kuchange. Mambo ya password ya nini? Kama tu mna akaunti za benki ambazo namba ya siri mnajua wote, sasa simu nao ni swala la siri nalo? Hapana kabisa. Hapa sasa hivi binti kashajua. Sijui kipi kitakachoendelea, na nadhani hii ndoa sidhani kama itadumu sana. Haiwezi kuwa watoto ndio yani kwamba watoto ndio wanaunganisha ndoa, lakini mwisho wa siku sidhani kama kuna ndoa hapa. Sidhani. Yani kuna mmoja tu hapa atajichanganya kati ya Dennis ama Emil, na ndoa itavunjika, kitakachobaki tu ni uzazi wenza. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba unayechukia ndoa, history inakuhusu. Unayetaka kuingia kwenye ndoa, history inakuhusu. Uliopo kwenye ndoa, history inakuhusu. Na unayetaka kutoka kwenye ndoa, history inakuhusu. Tuwe wote mpaka pale nitakaposema na hapa ndo mwisho wa hii simulizi. Tukumbuke tu mtayarishaji wa hii simulizi si mwingine ni dada yetu mpendwa Chuchu, na niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.